wamekamatwa kwa sababu ya kesi mbalimbali zilizokuwa na uhusiano na siasa. Mama, muumini wa demokrasia, akasema waachieni, na walionufaika wa kwanza Chadema, watu wao wakaachiwa wakiongozwa na Mbowe, maana tunataka kujisaulisha. Wakaruhusiwa, wakaanza kufanya maandamano, kufanya mikutano, na wakati mwingine wanamtukana huyo aliyewapa huo uhuru wa kufanya hayo maandamano. Mama akawavumilia. Grupu la pili walileta mambo ambayo yalihitaji marekebisho ya sheria, na hapa naomba tusikilizane. Moja, marekebisho ya kuipa uhuru zaidi tume ya uchaguzi. Mama akakubali. Mnataka nini? Tume huru. Tume huru na wapa. Sheria zikaenda bungeni, mimi mbunge tukazibadilisha. Leo uhuru wa tume ya taifa ya uchaguzi sio wa viwango vile tulivyovizoea. Upatikanaji wa watumishi wa tume, utendaji wa watumishi wa tume, lakini leo hata namna ya kuwaondoa hakuna mtu mmoja mwenye uhuru wa kumgusa mkurugenzi wa tume ya uchaguzi. Hata rais mwenyewe hana mamlaka hiyo. Sheria imetungwa. Muumini thabiti wa demokrasia. Na ndio maana tarehe 29 tunataka tukapigie kura demokrasia yetu. Mama akafanya marekebisho. Nyie mtakumbuka chaguzi zilizopita, mgombea wa chama kimoja akibaki peke yake anatangazwa amepita bila kupingwa. Jamaa wakasema huu mwanya. Mama akasema wapeni. Leo hata ukibaki peke yako unapigiwa kura za ndio na hapana. Sasa niseme nisiseme, yakabaki mambo ambayo yanahitaji mabadiliko ya katiba. Na hata ile kamati ikamwambia rais, haya yanayohitaji katiba tufanye uchaguzi kwanza. Tukimaliza uchaguzi tutayashughulikia. Na hii ilikuwa busara, na mimi naipongeza sana zile kamati. Kwa nini? Kwa sababu taifa lilikuwa kwenye mchakato wa uchaguzi. Katiba haitungwi kuwa ni katiba ya uchaguzi, inatungwa kuwa katiba ya maisha ya watu. Tukiitunga tunaenda kwenye uchaguzi, tutatunga katiba ya uchaguzi. Kupelekea Chama cha Mapinduzi kuingiza swala la katiba